Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma baada ya kumhimidi Allah tabaraka wa taala na kutaka rehema za ziada zimwendee kiongozi wa umma, mtume wa mwisho, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume alitumwa na ujumbe wa Qur'ani ili iwe ni uongozi kwa watu wote. Pia vile vile natakia maswahaba zake waliofanya jitihada kubwa kuhakikisha Uislamu umeenea katika maeneo mbalimbali. Mwenyezi Mungu awe radhi nao. Basi kwa ufuatiliaji wa channel hii ya Koicha Abubakar Dawa katika Jamhuri ya Kenya na wale wanatufuatilia kupitia nchi mbalimbali, leo tuko katika maeneo ya Nakuru, pia vile vile tukieneza ujumbe wa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ujumbe ambao kwamba huu wa la ilaha illallah, lau kama pengine katika pumzi yako ya mwisho utasema la ilaha illallah katika ikhlasu, basi utaingia peponi. Basi ndugu zangu katika imani, leo tukiwa katika maeneo haya na lengo na maksadi, tukiwa tarehe 29 mwezi mtukufu, mwezi wa Ramadhani. Ikiwa leo pengine watu wataangalia mwezi, wasipouona mwezi watakamilisha 30. Basi leo tuko katika maeneo na lengo na madhumuni ni kukuja kufundishana kidogo. Namuona rafiki yangu. Yes. Rafiki, ujambo? Salama sana. Ndio, waitwa nani? Naitwa Wilson Kamagera. Wilson Kamagera. Yes. Yamone? Acha Magera kabisa. Ngoronga le? Momingala. Ya boli mbano? Abo Gerengeti. Gerengeti ano? Gerengeti kama staff ibare Silibwet. Silibwet. Basi alhamdulillah. Mimi natoka pande Bomet. Bomet. Gago Bomet Gago Bomet. Gagazo? Gagazo kabisa. Itinyangalia? Momingala ni salamu tu. Sasa njoo katika Uislamu na kukaribisha. Sisi ni Waislamu na tumefundishwa ama mtume wetu anatuambia kwamba watu watakaoingia peponi au paradise ni Waislamu. Ndio kwa maana nimeamua kukaribisha wewe ndugu yangu katika Uislamu. Bado wewe kijana na umri wako usipoteze katika maisha ya dunia, na tunakaribisha katika Uislamu kwa maana ukiwa Muislamu Mwenyezi Mungu anakuahidi kupata paradise, pepo. Pepo ni lugha ya Kiarabu, janna pepo, na pia vile vile paradise lugha ya Kiingereza. Unaona? Kwa hivyo sisi ni Waislamu na tumekuja kuwakaribisha katika Uislamu. Kweli kwa sasa mimi nafanya tu na matatu, bado sijaamua niingie dini gani, lakini kwa sasa niko tu kwa matatu. Kwa matatu, kazi ni kazi. Wewe unafanya kazi ya matatu, sio kwamba kwa Muislamu lazima ufanye kazi ya ofisi. Hapana, kazi za mikono pia zinahitajika watu wafanye. Ikiwa sote tutafanya kazi za ofisi, nani atakuwa nani atakuwa conductor katika matatu? Nani pia vile vile atakuwa dereva, unaona? Kwa hivyo lazima sisi wote tufanye kazi zetu. Mtu afanye kazi ya mjengo, mwingine kama wewe ni mchezaji mpira ucheze, kama wewe ni mwanangumi boxer, pia vile vile wewe boxer. Unaona bana, ufanye kazi yako. Disho oro wako ukogethie Ditoga usiende ndugu yangu. Ngoja kidogo nakupa zawadi. Ngoja njoo kidogo, chema nimwambie chema nakusubiri kidogo. Wetu wako jitagwo Maina waumako Mathoko Thoko. Asante. Maina nakukaribisha katika Uislamu. Mimi ni Muislamu. Nimesema leo nikuje nikukaribisha katika Uislamu Maina. Asante. Karibu sana. Unasemaje, uko tayari? Niko tayari. Kwa Muislamu hahitaji wewe kuingizwa kwenye maji. Hahitaji wewe kupelekwa kwa nani? Inaitwaje? Kupelekwa pengine ukakatwa kidole kimoja, kama kuna baadhi ya watu wanakata watu kidole kimoja. Kuna watu kutoka Luo Nyanza wanatolewa meno 6 chini ati ndio wameamini. Sasa sisi Waislamu tunaamini kwa kukiri kwa moyo na kutamka kwa ulimi. Kwa hivyo kama umekubali na uko tayari kwa Muislamu kama sisi, kama Yesu, kama Muhammad, kama Ibrahimu, wewe utarudia maneno machache nyuma yangu. Sawa sawa? Sawa. Sema Bismillahi Rahman Rahim. Ashhadu alla ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullahi. Nakiri kwa moyo na kukubali na kutamka ya kwamba Mwenyezi Mungu ni Mungu mmoja na Muhammad ni mtume wake na Yesu ni mtume wake. Tayari unaona cha kuwa Muislamu. Kuna maneno mazito kweli hapo? Hakuna. Unaona mambo ni mepesi sana. Students, wako salamu, kaifa?
Alhamdulillah. Sasa ndugu yangu, ushakuwa Muislamu sasa, wewe ni ndugu yetu. Waislamu wote ni ndugu. Qur'ani sura 49, tushikie Biblia kidogo. Si Biblia, ile Qur'ani. Ushaona Qur'an tangu uzaliwe Maina? Sijai. Sasa leo utaangalia, ndio itakuwa kitabu yako tangu leo. 49:10 Qur'an nasema 49:10 Qur'an nasema hivi 49 ni 30. 49:10 Qur'an 49. Hapo naona nasema na bismillahir rahmanir rahim, na kwa hakika Waislamu wote ni ndugu, na kwa hakika Waislamu wote nini ndugu. Ndio unaona mimi kama mimi ni Kalenjin, wewe ni Kikuyu, wewe mwenye unashika kamera hapo ni Turukana, unaona tunakuwa wote kitu kimoja. Ndio unaona katika msikiti tunapopanga safu, sisi upanga safu namna hii, weka mguu hivi, unashikanisha mguu hivi, unapata hapa tajiri, hapa maskini, milionea, hapa fukara, wanakaa pamoja. Kuna kusema ati mimi ndakaa mstari wa mbele kwa maana natoa fungu la 10 kama kanisani, atipaka utoe fungu la 10 ndio unakaa bench ya mbele, kiti ya mbele, unakiwa kiti yako special. Wale watu wanatoa shilingi wanawekwa nyuma. Unaona? Sasa katika Uislamu sisi tunakuwa kitu kimoja. Sasa maana katika majina ya Kiislamu kuna Ali, kuna Hassan, kuna Muhammad, kuna Ibrahim, kuna Yusuf. Katika majina ya Kiislamu unapenda gani? Yoyote ile. Yoyote. Basi hii ni mwezi mtukufu wa mwezi wa Ramadhani. Na sasa hivi tuko katika Ramadhani, na pia vile vile kwa maana ni mwezi wa Ramadhani, ukikupa jina Ramadhani unaonaje? Ramadhani huitwa Ramadhani. Ni sawa. Na kuna hii jina yako nyumbani unasema unaitwa nani? Maina. Unaitwa Ramadhan Maina. Ramadhan Maina. Sawa. Sawa. Unafanya soko ama una shughuli gani saizi? Nafanya soko. Sasa saa 7 unaweza nikuta pale nje Jamia Mosque. Pale Jamia Mosque pale. Salamu tarakatu. Unifuate pale Jamia. Ni sawa. Karibu sana ndugu yangu. Ni sawa. Basi mashallah. Karibu sana, endelea shughuli zako. Saa 7 tukutane pale Maina. Ni sawa. Sasa kwa njia leo unaitwa nani? Ramadhan Maina. Ramadhan Maina. Saa 7 kamili tukutane pale msikiti Ni sawa. Sawa. Ni sawa. Basi kwa watazamaji wa chaneli hii ya Koech Abubakar Dawa, alhamdulillah tumempata ndugu yetu ambaye kwamba amechagua jina Ramadhan Maina, na alhamdulillah ni mmoja katika watu wanaofanya katika stage hii, na bado tunazidi kueneza ujumbe na tunazidi kufika. Ndugu yangu ujambo bana? Ndio hatuna ubaya ndugu yangu, salamu ni za Mungu na tunaambiwa tusalimiane. Mimi naitwa Abubakar, unaitwa nani? Mimi naitwa Sami. Sami. Sami Sami Ng'ang'a. Sami Ng'ang'a. Sami uma nako ni woko Naikuru. Sasa Maina, Sami, nakukaribisha kwa Uislamu. Uislamu ni dini ya manabii wote, na Uislamu ni dini ambayo kwamba inataka watu kuwa kitu kimoja, kwa maana njia iendayo uzimani ni njia moja. Kweli si kweli? Ni kweli. Unashiriki na kanisa gani? Mimi. Shida ni gani baba? Unashiriki na kanisa gani? Mimi sishiriki na kanisa. Ndugu jambo. Si jambo baba. Waitwa nani? Naitwa Kamau mimi. Kamau horo waku? Ndiye Nauru baba. Nevera tu. Moshi nako. Moshi ni kule Wanyororo. Sisi tumekuja kukaribisha wewe katika Uislamu. Asante sana. Ndio. Unashiriki na kanisa gani? Mimi nashiriki na Katoliki. Wewe ni Mkatoliki? Mimi ni Mkatoliki. Mtu wa Baba Mtakatifu? Ni mtakatifu. Francis, sio Benedicta. Papa Francis. Francis. Asante. Mimi ningependa kuuliza swali moja. Katika kanisa Katoliki kuna sala moja inaitwa sala ya Maria. Sala ya Maria. Unajua? Ninaijua. Inasemaga ajabu, nikumbushe kidogo au nikukumbushe? Nikumbushe kwanza. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, wewe na Yesu mzao wa tumbo lako umebarikiwa. Kweli? Ni kweli. Maria mtakatifu, mama wa Yesu. Hapo bado kwani unaenda kanisa siku nyingi? Sijaenda, nimeenda. Maria mtakatifu, mama wa Mungu. Utuombee sisi wakosefu. Kweli? Kweli. Sasa hivi na saa kufa kwetu. Amina. Kweli si kweli? Si kweli. Katika sala Maria kuna makosa imejulikana. Watafiti wamefanya utafiti wakagundua katika sala ya Maria kuna kosa moja. Gani? Kosa pale unaposema salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, wewe na Yesu mzao tumbo lako umebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu. Unaposema mama wa Mungu umemkosea Mungu, kwa maana Mungu ni lam yalid wala yulad, hakuzana wala hakuzaliwa. Unaona? Sasa kati ya Maria na Mungu nani aliumba mwenzake? Ni Mungu. Mungu aliumba Maria. Sasa Maria anakuwa kiumbe cha nani? Cha Mungu. Si mama ya nani? Si mama ya? Yes, si mama ya Mungu.
Si mama ya Yesu, ni mama ya Mungu. Ni mama ya Yesu lakini si mama ya Mungu. Kweli. Ushaelewa? Kwa maana Mungu si mzazi. Gaide mushiari. Tunasema hivyo. Yaani Mungu si mzazi. Nyewe. Wazee wa zamani walikuwa wanaelekea Kirinyaga kule. Wanasema dai. Dai ya gai dai. Walikuwa wanasema gai omwe gai aere ama gai atatu. Ni atatu. Gai ni omwe. Gai ni omwe. 3 in 1. Sasa 3 in 1. 3 in 1. God the Father, the Holy Spirit, the Son, si ndio? Hiyo ni ngapi? 3. Sasa sikia maandiko yanasemaje? Sikia maandiko yanasema, unajua unapata Qur'an yanasemaje? Kwanza tuanze na Qur'an, kitabu kitakatifu. Karibuni, kujeni pande brother. Kujeni pande ndio tuzungumze pamoja. Tuharie ndio. Kede kumwe ni nainywe sawa. Sasa unasikia, tunakwenda katika Qur'ani sura ya tunakwenda katika Qur'ani sawa. Sasa unasema Yesu ni katika lakini Qur'ani sura ya pili 255 ningependa wote wasikie. Nasema hivi, hii ni Qur'ani. Ushaona Qur'ani ndugu yangu? Nasema Mwenyezi Mungu hakuna mola ila yeye. Yaani Mwenyezi Mungu, hakuna Mwenyezi Mungu isipokuwa yeye mmoja. Hakuna kama yeye. Yeye peke yake ndiye mwenye uhai wa maisha. Msimamia kila jambo. Unaona? Kusinzia hakumshiki wala kulala. Ni vyake peke yake vyote vilivyomo mbinguni na vilivyomo ardhini. Yaani vyote vilivyomo katika mbingu na vilivyomo katika ardhi ni ya nani? Ya Mungu. Hasinzii wala afanye nini? Halali. Kwa hivyo ukipata yote anayelala anakuwa si nani? Si Mungu. Asante sana. Na umesema Yesu katika mmoja katika uungu wa tatu, si kweli? Sasa muangalie Yesu katika 8:23. Hii ni Biblia. Hii ni Biblia sasa hii. Nimekusomea Qur'ani, sasa nakusomea Biblia. 8:23 8:23 Mathayo mtakatifu. Mnamuita mtakatifu. 8:23 nasema hivi, unaona? Nasoma hapa ndugu yangu. 8:23 Mathayo inasema kwa leo unaandika maandiko. Yesu akapanda chomboni, wanafunzi wake wakamfuata. Kukawa na msuko mkuu baharini, hata chombo kikafunikizwa na mawimbi. Naye Yesu alikuwa amelala usingizi. Naye Yesu amelala nini? Usingizi. Na Mungu afanye nini? Halali. Kumbe kama Yesu analala, yeye si nani? Si Mungu. Mungu. Si nani? Sio Mungu. Kwa maana amefanya nini? Amelala. Na Mungu afanye nini? Halali. Kwa hivyo Mungu ni mmoja ambaye kwamba afanye nini? Halali. Kwa hivyo Yesu si nani? Sio Mungu. Hapana, usiseme hivyo. Yesu sio Mungu, ni ukweli. Unaitwa nani? Mimi naitwa Geoffrey Bogwa. Yesu si Mungu kwa maana amefanya nini? Si alilala na Mungu alalage. Na huyo anasema Yesu ni Mungu. Kumbe Mungu wake anafanyaga nini? Analalaga. Kumbe kama Mungu wake analalaga, si atamsahau? Kabla sawa. Hapana. Sasa Mungu halali. Ushanipata? Halali. Kwa hivyo Yesu kama amelala anakuwa si nani? Si Mungu. Kwa hivyo Mungu ni mmoja, ndio Mungu ni mmoja. Sasa Yesu ametumwa na Mungu. Yesu ametumwa na Mungu. Na anatumwa na Mungu anakuwa mtumishi wa nani? Wa Mungu. Kwa hivyo Yesu ni mtumishi wa nani? Wa Mungu. Sio nani? Si Mungu. Asante sana. Umeelewa hapo? Nimeelewa. Umeelewa Kwa hiyo Mungu ni mmoja tu. Sasa una swali lingine? Sina swali lingine. Sasa wewe unasemaje bana? Mimi nasema wenyewe nimekuwa Mkatoliki. Na nimefunzwa na nini. Sasa yenye utanifanya nisikie hiyo maneno ya Uislamu ni ipi? Asante sana. Sasa kwanza katika Uislamu nafundisha kwamba Mwenyezi Mungu ni mmoja. Hiyo Uislamu inafundisha hivyo. Unaona bana? Waislamu Uislamu na mila zetu za kitamaduni za Afrika zinaingiana. Kwa mfano Wakikuyu walikuwa na mila zao. Kwa mfano walikuwa wanaelekeza uso wao katika mlima Kirinyaga. Kweli Mobi wa Kirinyaga, Mobi na Gikuyu. Gai wa Mobi na Gikuyu. Tunaelekea wapi? Huko. Na Waislamu pia wanaelekea pande hiyo inaitwa Makka, ambapo kwamba kuna msikiti mtakatifu kule Makkatul Mukarram. Unaona? Sasa ndugu yangu, jambo lingine ambalo kwamba litakuvutia wewe katika Uislamu, wazee wa zamani wa Kikuyu walikuwa wanaweza kuishi na bibi mmoja? Hapana. Wengi. Na Mkristo anaambiwa one man one wife. Hauruhusiwi kuwa na mke wawili, si kweli? Na wazee wa zamani wa Kikuyu walikuwa na mke wengi. Sasa hebu sikia Qur'ani na Biblia inaambiwa Waislamu bana. Hii ndio Qur'ani bana.
Sasa kama babu yangu alikuwa na wanne. Babu yako alikuwa na wanne. Sasa sikia, babu yako alikuwa sasa ndio babu yako anakuambia alikuwa Muislamu. Hebu ngoja usikie. Alipokuwa alikuwa hajijui. Hebu sikia, alikuwa Muislamu lakini alikuwa hajijua. Sasa sikiliza Mwenyezi Mungu anasemaje katika Qur'ani. Qur'ani sura 4 aya 3. Utasogea pia karibu kidogo. 4:3 inakuwa ni muhimu sana. 4:3 inasema hivi. Na mkiogopa kutowafanyia uadilifu mayatima, basi ogopeni vile vile kutowafanyia uadilifu wanawake. Basi wewe mnawapenda katika wanawake, maadamu mtawafanyia insafu 2 au 3 au 4. Yaani Muislamu anaruhusiwa paka ngapi? 4. Na babu yako alikuwa na ngapi? 2. Kumbe babu yako alikuwa kama nani? Muislamu ndio. Ushona. Lakini wewe kama wewe ambaye kwamba umeacha mila ya babu yako, unakataza kuoa mke zaidi ya mmoja, unaambiwa one man one woman. One wife. Sasa yani ndio hiyo one woman. Sasa ndio hiyo. Kwa hivyo yani ukioa mke zaidi ya mmoja unapelekwa mahakamani, kweli si kweli? Kweli. Lakini katika Uislamu unaruhusiwa kuoa paka 4. Si unaona sasa? Wewe uko na ngapi? Niko na moja mimi. Unaona? Na ukioa mwingine si unaona ni shida? Itakuwa shida. Lakini sasa ukiwa Muislamu nitaoa 4. Unasemaje? Siongei hapo lakini iko sawa. Iko sawa. Sasa Mungu anasema hivi. Mungu anasema katika 3:19. Al-Karim inasema, alafu nikuache uende kazi nitafute wengine, utafute hustle. 3:19. Mzee wangu jambo bana. Umeshindaje? Wauza nini bana? Njoo hapa. Nasema Bismillahirrahmanirrahim. Bila shaka dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Inasema bila shaka dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu dini gani? Uislamu. Uislamu. Kwa hivyo ukitaka dini ambayo kwamba itakufikisha wewe kwa Mungu ni dini gani? Uislamu kweli? Si Qur'an imesema bila shaka dini yake. Na wewe si Mkristo? Ndio ni Mkristo. Wewe ni Mkristo. Sasa kama niko nakwambiaje? 5:18 Wakorintho wa kwanza. Naelewa. Umeelewa? Sema hii sasa. Sasa hii ndio utaelewa. Hii nyingine nimeshidi kuongea na hii. Kusoma hii sio? Ubarikiwe sana. Wakorintho yako nikikukosoa usijali. Hapana, mimi unajua sasa mimi mwalimu ambaye kwamba mara nyingi sikasiriki. Kwa maana hii kazi tunafanya inahitaji kukutana na watu wa kila namna. Unaona? Ndio mimi sasa. 15:18 Wakorintho wa kwanza inasema hivi. Nasema 15:18. Na hapo nao wao. Unaona inaanza hapa. Na hapo wao nao waliolala katika Kristo wamepotea. Ati wa Kristo wamefanyaje? Wamepotea. Na wewe dini gani? Kristiano. Umefanyaje? Kupotea. Kupotea ndio nasema. Na mtu aliyepotea siku mwisho anakwenda wapi? Jehanamu. Mambo? Jehanamu. Kwenda jehanamu. Basi kama utaka kutahiri kwenda jehanamu, Mwenyezi Mungu anasema inna dina inda Allahi al-Islam. Bila shaka dini ya haki mbele yake ni Uislamu. Anasema katika aya nyingine, waman yabtaghi ghaira islam dina falan yukbala minhu wa huwa fil akhirah min al-khasirin. Yote ambaye kwamba atapenda ama kuchagua dini tofauti na Uislamu, basi Mungu hataikubali hiyo dini. Wewe fikiria uje usilimu. Nikuje Uislamu. Sawa. Sasa utajipanga lini ndugu yangu? Mimi najipanga, mimi naenda pale msikiti Sunday tuongee. Nimeona hiyo kwanza script ya mwisho umesoma imenijaza. Imekujaza? Karibu sana. Ohoro ukawaidhie. Ni sawa, niende niuze. Sasa ndio uze ndugu yangu. Usiogope. Dadangu unaitwa nani? Mimi muoga mimi. Acha nimsalimie dada wangu mwingine. Sasa ujambo? Habari ya kazi? Ndio, naitwa Abubakar. Unaitwa nani dadangu? Macmillan. Asante, una jina nzuri. Macmillan, sasa mimi ni Muislamu. Leo tumetembea katika stage yenu kidogo kuja kuwakaribisheni. Msije mkasema siku ya mwisho jamani tulikuwa tunaonaga tu Waislamu wakisema Allahu Akbar lakini hatujui wanasema nini. Na hawakutuambia uzuri wa dini yao. Sasa sisi tunakukaribisha wewe kwa maana Mariamu mamake Yesu alikuwa Muislamu. Na manabii wote walikuwa Waislamu. Hakuna nabii yote aliyekuwa tofauti na Uislamu. Sasa mimi Macmillan nakukaribisha bana katika Uislamu dadangu. Bana. Kwa nini? Penye niko nimeridhika. Penye huko ni wapi hapo umeridhika? Katoliki. Wewe ni Mkatoliki, mtu wa baba. Asante. Sasa hebu ni swali moja nao kabla tuja nini.
katika kanisa Katoliki huwa kuna sanamu ya Maria na sanamu ya Josefu na pia vile vile sanamu ya Yesu. Ni kweli mnadanganya? Iko. Asante. Sasa Mungu anasema katika kitabu cha Kutoka cha Biblia. Si unaamini Biblia? Sasa sikia tatu na Biblia ya Katoliki inaitwa Imprimanto inazungumza haya maneno tu. Unaona inasema hivi, Mungu akanena maneno haya yote akasema, mimi ni Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nchi ya Misri katika nyumba ya utumwa. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni wala kilicho chini duniani. Mungu anakataza sanamu ya kufanyaje? Kuabudu. Ya kuchonga, si kweli? Na nyinyi mmechonga sanamu mmeingiza katika nyumba ya ibada, kweli si kweli? Kweli. Wewe mnamkosea nani? Mungu. Mnapomkosea Mungu, Mungu hasira yake ikikuja atawadhibu, atawaacha. Atatuadhibu. Unaona sasa kosa la kwanza. Kosa la pili, nasikia Wakatoliki wanakunywa damu ya Yesu. Hatukunywi damu? Wakula sakramenti. Sakramenti na divai vipi? Divai hatukunywi. Basi mimi Katoliki ile najua, mimi najua nakunywa divai. Wewe nyinyi mkunywi divai? Ile damu ya Yesu, hii ni damu yangu, kunyweni na nini? Au mkunywi? Pia hatukunywi. Asante sana. Hebu katika kanisa Katoliki pia vile vile nasikia kuna sala ya Maria. Unaifahamu sala yenyewe? Inasemaje sala yenyewe? Nikumbushe kidogo. Salamu Maria, Bwana nawe. Umejaliwa kuliko wanawake wote. Na Yesu mzao tumbo lako. Barikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu. Tuombee sisi wakosefu sasa na sana fa kwetu. Amina. Asante. Katika sala ya Maria kuna kipengele kidogo imenichanganya. Maria mtakatifu, mama wa Mungu. Je, kati ya Mungu na Maria aliyeumba mwenzake nani? Mungu. Sasa Maria anakuwa kiumbe cha Mungu au anakuwa mama ya Mungu? Anakuwa kiumbe. Kiumbe. Na nyinyi mnambadilisha, mnamuita mama wa Mungu. Unaona hapo mmemkosea Mungu? Kwa maana Mungu hawezi kuwa na mama, kwa maana Mungu ni muumbaji. Kweli? Kweli. Kosa la pili hilo. Si kweli? Asante sana. Katika kanisa Katoliki kuna yule yuko kule Vatican City mnamuita Baba Mtakatifu. Lakini maandiko yanasema wala msimuite mtu baba duniani, kwa maana baba yenu ni mmoja aliye mbinguni. Yaani nyinyi mnamuita baba, mnamfananisha kwamba ni mwakilishi wa Mungu hapa duniani. Kweli si kweli? Kweli. Sasa Mungu hayo amekataa. Kweli dangu? Sasa je, ikiwa Mungu amekataza kitu na tunaona kuna makosa, kosa la kwanza ni kunywa divai ambapo anasema ni mwili wa Yesu. Kosa la pili ni kusema Maria mtakatifu mama wa Mungu. Kosa la tatu pia vile vile tumepata kosa la tatu kuchonga masanamu kuingia katika nyumba ya ibada. Si kweli? Sasa unaje ukikaa pale Mungu amekataza kitu na wakafanya na wewe utalazimisha kukaa pale kweli? Bwana. Sasa sikiza, Maria tunamwamini. Sasa hapa katika Qur'ani kuna kitabu the whole chapter inaitwa Suratul Maryam ambapo kwamba inatukuza kizazi cha Yesu. Ushaona Qur'ani dadangu? Sasa ona kidogo dadangu. Alafu 16 tunaanza 16. Namtaje Mariamu kitabuni humu. Unaona hapa inaitwa Suratul Maryam. Sura ya nani? Maryam. Tunamheshimu Mariamu. Unaona Waislamu wanajua Maria alikuwa angalia, sikiza nasema hapa. Sasa angalia sasa hapa nasema hivi. Namtaje Mariamu kitabuni humu. Alipojitenga na jamaa zake akaenda mahala upande wa mashariki wa msikiti. Mariamu alikuwa ni mwanamke bikira, mwanamke mcha Mungu, na alipokuwa kule Yerusalemu wakati mmoja aliweza kujitenga katika nyumba inaitwa msikiti na akaweka pazia kujikinga nao. Yaani yeye akawa anafanya ibada yake kivyake, hakutaka mtu yote aingilie ibada yake. Kwa hiyo pale katika ibada yake Mariamu unaona alijitenga, akaenda katika nyumba inaitwaje? Unaona? Namtaje Mariamu kitabuni humu. Alipojitenga na jamaa zake akaenda mahala upande wa mashariki wa msikiti. Mariamu akaenda upande wa mashariki wa nini? Msikiti. Kumbe Mariamu alikuwa anaenda wapi? Msikiti. Na anayekwenda msikiti anakuwa dini gani dadangu? Muislamu. Kumbe Mariamu alikuwa nani? Muislamu. Mama akiwa Muislamu, mtoto naye atakuwa nani? Muislamu. Kumbe naye Yesu pia alikuwa nani? Muislamu. Na wewe kama unampenda Yesu na unapenda Maria na unasema Maria, unaona unajua Maria sisi tunampa cheo chake, tuwezi kumuita mama wa Mungu kwa maana tunajua Maria alizaa bila mume kumwingilia, alizaa nabii aliwahi kwamba anaitwa Masaya au mti wa mafuta au Masihi ambaye kwamba ni Yesu. Kweli si kweli? Kweli. Sasa dadangu, mimi nilikomana haya mambo nikipenda kuonyesha kweli ya kwamba Yesu alikuwa anaingia katika msikiti, Maria naye alikuwa anaingia katika msikiti. Sasa na wewe unasemaje dadangu? Kwa maana okoa nafsi yako kutokana na wewe bado ukisema mimi familia yangu wako nyuma yangu, wale wengine dada za mama yangu, japokuwa dada mamangu naye aliaga, watoto wake mpaka leo
ni Wakatoliki, lakini wanatuheshimu. Tukienda kule nyumbani wanasema nyinyi ni Waislamu, chinjeni hapa ng'ombe wenu mle nyinyi, tule pamoja, yani unaona. Sasa na ndio mimi nakukaribisha katika Uislamu dadangu, uvae buibui ile jilbabu ile upendeze kabisa. Tunaona wale kina mama wanauzaga marashi hapa, wao wanavaga. Unaona Naona. Wanapendeza, si ndio? Sasa naona unasemaje dadangu? Nafikiria. Kuna swali yote pengine ungependa kutuliza Uislamu kabla tujakwenda mbele? Umeridhika na mafundisho? Nimeridhika. Mafundisho yamekuwaje leo? Unaweza toa maoni gani kuhusu mafundisho yetu siku ya leo? Sawa. Asante sana. Basi umesema unaitwa Maximilian. Maximilian. Sasa Maximilian, wewe ukisilimu unakupa jina Mariamu ama nikupe Fatuma ama Asha ama Zainabu, majina mazuri. Asha? Unapenda Asha? Unaona sasa. Mbona usiamue leo kwa Asha kabisa kweli? Tafikiria maneno. Utafikiria? Asante sana. Basi tuko hapa na pale, na lengo la kuwa hapa na pale ni kukutana na baadhi ya watu katika maeneo na stage kuwafikishia Uislamu. Na lengo, Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya jitihada kubwa Uislamu kaweza kuenea katika maeneo mbalimbali, kiasi cha kwamba Mtume alipokatiliwa katika mji wake wa Maka, aliamua kwenda katika kitongoji kidogo kinachoitwa Taif. Na alipofika pale Mtume, japo alikwenda kuwatakia uzuri na kutakia janna, lakini alijeruhiwa, kupigwa na mawe kiasi cha kwamba jino lake kuvunjika, na pia vile vile mavazi yake kulowa damu kwa ajili ya Uislamu. Maswahaba walipata shida Uislamu kuweza kufika kama maeneo ya Afrika, wengine walitembea na miguu, wengine vipando vyao vilikufia njiani, ikawa wanadhiki sana katika kufikisha Uislamu. Masai ero. Kwa hivyo na sisi pia vile vile hatutapata raha katika kutangaza Uislamu, lazima tuweze kupata dhiki na shida wakati mwingine, ndio Uislamu uweze kufika katika maeneo mengine. Kwa hivyo alhamdulillah. Dada, unauzaje melon? Ujambo? Asante sana. Tunazidi kukutana nao na tutazungumza nao inshallah. Basi tukiwa katika stage. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ndio neema katika neema ya Uislamu. Mwenyezi Mungu alifaulu mawili. Mzee ujambo? Ndio, mimi mzee mwenzako pia. Vipi bro? Mambo? Asante. Mimi naitwa Abubakar. Unaitwa nani bro? Saizi ni jina tu. mimi naitwa Ken. Ken, na mzee wangu naye Naitwa Maina. Maina horo wako? Mwagafio. Maina mosheni nako. Kwetu. Ni Nyahururu. Nyahururu nilikuwa juzi huko, nilikuwa Nyahururu na Laikipia County. Nikaenda Nyahururu, nikaenda pale panaitwa kabla hujafika Maralal kuna pale panaitwa Rumuruti. Kwa Wajiko huko. Kwa Wajiko. Sasa na mimi pia vile vile leo nimetembea kidogo, na lengo la kutembea hapa mimi sina ubaya mzee wangu. Ni salamu, kujuliana hali, na pia vile vile kukualika na kualika rasmi. Hivi karibuni tuna sherehe ya Eid ambapo kwamba tutasherehekea Waislamu hivi karibuni. Na kando na hapo pia vile vile nakualika katika dini ya Uislamu. Mzee unasemaje? Mimi ni Mkristo. Lakini mambo ya Uislamu siwezi, kitu ambacho hujui una tulia kidogo. Tutakufundisha. Uislamu tutakufundisha. Uislamu, Mwenyezi Mungu anasema dini yusra. Uislamu ni dini nyepesi sana. Haihitaji atipaka mambo mepesi. Sijui kama una swali yote pengine ungependa kuuliza Waislamu. Mimi saa hii sina, kwa sababu niko kasi. Unaona nimegojea hii. Na tuko na huyu na unajua. Uko na huyu unaenda Unasafiri? Sawa bro. Unasemaje bro? Una swali yote? Uko viti? Sawa. Asante sana. Dereva ujambo? Mendeleaje? Bora kazi? Amjambo madereva wenzangu? Asante. Mimi naitwa Abubakar. Unaitwa nani dereva? Isaac. Asante. Unatoka maeneo hapa, maeneo ya Kisii kule ama unatoka maeneo ya Mlimani kule? Natoka Kisii. Kisii, Mbiore? Mbiane. Na Kibono? Tole kabisa. Asante. Nimetembea Kisii, nimetembea kule Nyamira, nimetembea Keroka, nimetembea kule pia Kilgoris, nikakutana na Mao wa Kisii. Wewe ni SDA ama wewe ni Catholic? Mimi ni SDA. SDA, unaona SDA ni watu wazuri kabisa. Sasa ndugu yangu, sisi tumetembea katika huu mji, kwanza tunawalika. Pengine kesho makesho tutakuwa na sherehe yetu inaitwa Eid. Eid Fitri. Ushaona kwa Biblia? Haiko. Sasa tunaona bana. Kumbe Biblia inataka watu washerekee nini? Eid Fitri. Na ukisherekea Eid Fitri kulingana na Biblia utakuwa dini gani? Dini gani? Ni ya Islamic.
Kwa hivyo unasemaje? Mimi nakukaribisha katika Uislamu ndugu yangu. Kiislamu ama? Unatuona vizuri? Mimi nakukaribisha katika Ama yani sasa siku zote unaona na Qur'an na Biblia. Unaona? Sasa Mungu anasema katika Qur'ani sura ya aya 1 sura ya pili, najua bado gari jaanza kubeba. Sura ya pili aya 138. Sura ya pili aya 138. Inasema hivi 38. Mwenyezi Mungu anasema Bismillahirrahmanirrahim. Uislamu ni pambo la Mwenyezi Mungu aliyotupamba. Mungu anasema Uislamu ni pambo lake aliyotupamba. Yaani Mungu ametupamba sisi katika maumbile ya Kiislamu. Islam maana yake peace ama unyenyekevu. Kunyenyekea. Naona maumbile ya mwanadamu unyenyekea. Ndio unaona leo ukikanyaga gia, unakanyaga gia mguu nakubali. Mkono unashika steering. Yaani hapo unanyenyekea ndio gia inaingia. Ushanipata ndugu yangu. Yaani kila kitu ni unyenyekevu, sio? Ndio ni sasa ndio Uislamu. Uislamu ni wanasherehekea nini? Tunasherehekea Idi. Na hiyo Idi iko kwa Biblia, si ni kweli? Ni kweli. Sasa kama Idi iko kwa Biblia na ukifuata Biblia usherehekea Idi, watu watasema nyumbani, watasema baba anasherehekea Idi, kwa maana amekuwa mtu wa dini gani? Muislamu. Asante. Kumbe Biblia inataka wewe uwe nani? Salam. Usherehekee nini? Idul Fitr. Unasemaje mzee? Nakukaribisha. Nimekaribisha vizuri sana. Nitakuja. Na itasherekea. Utasherekea ni sawa, lakini sasa kwa Muislamu nawe unasemaje? Wewe ni kwanza ukisilimu unaitwa Ali, Hassan ama Hussein, unapenda jina gani ya Kiislamu, ile majina mazuri? Hassan. Asante sana. Na wewe dereva mwenzangu? Mimi napenda ni Hassan. Hassan. Asante sana. Nimekutana na madereva hapa na wako wili kwa Waislamu, kwa maana Uislamu dini nyepesi. Mwenyezi Mungu anasema adini yusra. Uislamu dini nyepesi sana. Katika madini zote. Tena Waislamu sisi tunaswali mara 5 kwa siku. Na katika kusali, atuswali mchana mzima, dakika 5 unakwenda unaabudu Mungu, unarudi shughuli zako. Unaenda tena saa 10 unaabudu Mungu saa 10. Tunaona Kisii tuna misikiti 3 pale Kisii town. Najua iko wengine daraja moja huko. Na hapo town katikati. Hapo ndio Falcon. Alafu kuna wengine pale mlimani pale Kibera pale Wanubi wanaishi. Ni kweli? Ni kweli. Asante. Na pia vile vile Nyamira pia tunapanga kutengeneza msikiti. Iko moja hapo ndani. Nyamira iko pale kwa polisi pale kwa yes. Sasa ndugu yangu karibu sana. Karibu sana. Karibu sana. Kwa hivyo nawakaribisha nyote bana. Brother vipi lakini? Asante. Ujumbe mmesikiaje ujumbe wetu leo? Ujumbe wenu ni mzuri leo. Ujumbe nauliza. Ule Mungu tunaomba ni moja ama ni wawili? Sasa ndio uko mbali, hebu sogea hapa karibu kidogo. Sogea hapa karibu. Mungu ni moja. Aya, acha nisonge niongee. Sasa nauliza. Unaitwa nani kwanza? Mimi naitwa Dennis. Na mimi napenda binadamu sababu ni maumbile ya kila mtu. Sasa ndio. Watu wanasema tuhame Idil Fitri. Ni siku gani? Itakuwa Jumatatu ama Jumapili. Sasa tutasherekea wapi? Sababu unataka kukuja kusherekea. Wewe kuja kwangu nyumbani. Kwangu nyumbani, mimi hapo nyumbani Ronda, niishi Ronda hapa. Na nikitaka kusherekea huko Kericho. Kericho basi utaenda pale kwa msikiti Kericho pale. Utakaribia sisi hata kama ni kwa dini nyingine ama dini yenu. Tunakaribisha kwa maana pia tunataka tuwavutie nyinyi mje katika Uislamu kwa maana umeuliza swali nzuri. Je, kwani sisi unajua Wakristo hawaabudu Mungu mmoja. Wakristo wanaabudu Mungu katika utatu, Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho. Kweli si kweli? Ni kweli. Lakini sisi tunaabudu Mungu ambaye kwamba hana mshirika. Hana mshirika, hana baba, hana mama, ni yule mmoja. Mungu ni mmoja. Unaona? Sasa kama mimi naabudu Jumapili. Naabudu Jumapili. So kama mtakaribisha mimi Jumatatu nitakuja, lakini nitakuwa naenda yangu kwanza. Kabla unaenda yako kwanza, mimi ningependa kukuuliza, je, Yesu unampenda Yesu? Napenda Yesu. Yesu alikuwa dini gani? Sasa sijui sababu sijaambiwa Yesu alikuwa dini gani. Sasa ngoja nikuonyeshe kidogo. Onyeshe. Mathayo. Mathayo katika Luka 4:16. 4:16 inasema hivi, ama 4:14 tuanze 14. Nasema hivi 14. Yesu akarudi kwa nguvu za Roho, akaenda Galilaya, habari zake zikaenea katika nchi zote za kando kando,
naye alikuwa akifundisha katika masinagogi yao akitukuzwa na watu wote. Yesu alikuwa anafundisha katika nyumba inaitwaje? Yesu Masinagogi. Masinagogi. Nini maana masinagogi? Mimi sijui sasa. Masinagogi, ngoja nikuoneshe. Unaweza kunini ukaniambia huyu mwalimu anatudanganya. Lakini kuna Biblia kuna maelezo itatueleza nini maana sinagogi. Shanifahamu ndugu yangu? Sasa nataka kuona sababu. Uone, unajua ni vizuri uone, usije ukasema mwalimu wa Kiislamu alikuja pale stage akatudanga. Inaitwa Biblia ya King James. Ina fafanuzi zaidi kuhusu yale maneno magumu yaliyo katika Biblia. Shanipata? Biblia ni ngapi? Biblia ziko aina nyingi, lakini hii tunaosoma Biblia ni sawa zote, lakini hii ina maelezo ya kusaidia kujua yale maneno magumu. Unaona? Sisi Biblia kwetu tunatumia kama moja. Hii moja tu, Biblia ni moja tu. Lakini sasa hii iko na chapa ya maelezo. Kama kuna maelezo magumu katika Biblia inakufafanulia. Ndio unaona hapa? Nifafanua hapa ndugu yangu. Maana Biblia imefanya watu wengi kuwa Waislamu mpaka imeruka. Ubishika hapa. Wewe ulienda shule kidogo? Hii inaitwa nini hapa? Soma hapa mwisho hapa. Hii sinagogi. Maana yake ndio hii hapa. Hebu soma. Msikiti wa Wayahudi. Okay. Sasa hapo nimejua. Ushajua? Nimejua kitu moja. Wayahudi walikuwa zamani. Msikiti wa Wayahudi. Asante. Haya, arabu na altari. Ngoja kidogo nimekuja na kuja nani mzee? Ndio na sababu kwetu kama kanisa yangu niko na altari. Ni kama sinagogi. Altari, sasa nikwambia altari ni nini? Altari ni pale juu kwenye jukwaa pale. Altari au madhabahu. Ndio hiyo madhabahu. Sasa hii ni jumba nzima, si sinagogi. Sinagogi ni jumba zima, si altari wala si madhabahu. Ngoja kidogo. Imesema sinagogi ni msikiti. Watu gani? Wayahudi. Myahudi akija Kenya akaingia kanisani atakuwa dini gani? Sinagogi ama? Myahudi. Unajua Myahudi ni kama Mkenya, Mtanzania, Mganda, Mrwanda, Mburundi. Myahudi akakuja Kenya hapa akakuta wewe unaenda kanisani na amekuja ni mgeni wako, akasema twende kanisani pamoja, atakuwa dini gani? Sasa atakuwa dini ya ile unakuwa msikiti. Si msikiti, anaenda kanisa. Unajua kuna tofauti ya msikiti na kanisa. Nimekutolea mfano wa kanisa. Wewe si ni Mkristo? Mkristo anakwenda wapi? Kanisa ni roho. Kanisa ni roho. Ngoja kidogo, Mkristo anaenda Jumapili? Kanisa. Kwa hivyo ule Myahudi akienda pamoja na wewe kanisa atakuwa nani? Si atakuwa Mkristo. Swali ni rahisi. Na huyo Myahudi akienda kwa msikiti atakuwa dini gani? Atakuwa Muislamu. Asante sana. Na Yesu kabila yake kabila gani? Sasa sijui Yesu alikuwa kabila gani? Alikuwa Myahudi, Jews. Alikuwa Jews. Akaenda wapi? Sasa acha niulize swali. Yesu alikuwa Myahudi. Kuna watu wanasema kama leo si ni Saturday. Watu wanaenda wanasema leo ni Sabato kwao. Sabato. Na Mungu alikuwa anaumba dunia. Lakini wa Kiislamu siasikia wakisema ati walikuwa wanaona dunia. Tusikwende kwanza huko unaenda mbali sana. Wanaokwenda katika msikiti watu wa dini gani? Muislamu. Kumbe Yesu alikwenda wapi? Kiislamu. Kumbe wewe ndekana kama unampenda Yesu kwa maana yeye ndio njia kweli na uzima. Inafaa na wewe uwe nani? Sasa Muislamu kama ni Yesu. Utakuwa Muislamu kama nani? Yesu. Uko tayari? Si yuko tayari. Kwa nini? Sijajipanga. Kwa nini mpaka ujipange? Si lazima ujipange ndugu yangu. Uislamu ni dini. Sijajipanga saa hii. Nasema siku. Nasema siku Asante sana. Karibu sana. Sasa ndugu yangu, una swali lingine ya kuuliza kabla sijakwenda kwa wengine pale? Niulize tu swali. Uliza. Wokovu ni nini? Wokovu maana yake vinavyosikia Wakristo wanasema wokovu maana yake ni kuokoka. Sasa unajua mimi nashindwa kuokoka na nini, kwa maana kuokoka ni kwa mfano uko kwenye gari hapa. Sawa Gari kapata ajali. Wengine manusura wakaokoka, lakini wengine wakafariki. Ule nusura ambaye kwamba alipata Mungu alimuokoa, atasema amefanya nini? Ameokolewa. Kwa hivyo huwezi okolewa kabla kujatokea jambo bali kwamba linafaa kuniniona hapa wokovu ni kwa ndugu yangu na maneno mengi hapa mazuri. Wokovu ni kuachana na dhambi. Unaitwa nani? Mimi ni Mkristo. Nataka mwenye analijibu wokovu ni nini? Wokovu ni kuachana na dhambi. Kwanza unaitwa nani? Mimi ni Mkristo. Jina? Mimi naitwa Francis. Francis Ohoro? Timuru. Asante. Unasema kwamba wokovu ni nini? Ni kuachana na dhambi. Ni kuachana na dhambi. Asante. Utakapokuwa umeachana na dhambi utakuwa na dhambi tena? Dhambi, ukifanya dhambi unatubu.
Okay, no, basi bado ukifanya dhambi unatubu bado hujaokoka, kwa maana kuokoka ni mtu ambaye kwamba hawezi kufanya dhambi tena. Unajua kuwa mwanadamu lazima utende dhambi. Kwa hivyo dawa mzuri ya kutenda dhambi, ukiona umefanya dhambi unatubu. Unaachana na makosa. Hapa duniani kuna kuokoka? Hapa duniani nimekwambia kuokoka ni kuachana na dhambi, ambapo ni mambo ambayo si umesema, umepeana mfano mzuri ya accident. Mtu akipata accident akose kukufa, ameokoka kutokana na hiyo kifo. Kwa hivyo hakukufa. Ni kumaanisha hata wewe ukiwa na dhambi, ukiachana na dhambi umuitikie Mwenyezi Mungu ambaye ni Yesu Kristo, utakuwa umeokolewa. Ukiachana na dhambi alafu mkubali Yesu Kristo, kwa hiyo unamwabudu Yesu? Mimi namwabudu Yesu sababu Yesu ni Mungu. Sasa hebu sikia kitabu kimoja hapa alafu nipatie kitabu chako. Enda katika Yohana wa kwanza. Yohana wa kwanza ngapi? Yohana wa kwanza wa moja inasema Yesu abudiwe, sio? Soma hapo usikie Yesu ni nani? Mimi nataka kidogo. Yesu ni nani? Hapo ndio nataka. Mimi nakuja basi, mimi nakuja sasa. Kama utapata andiko linasema Yesu anasema abudiwe, ama andiko linasema tunaabudu Mungu, si ndio? Lakini tunaabudu Mungu na Yesu ni Mungu. Wewe kuna kitu umesema kidogo, mimi nakwambia Yesu ni Mungu na ndio tunamwabudu. Yesu ni mtoto wa Mungu. Na ni Mungu. Na tena alitumwa duniani aokoe wengi. Yesu ni Mungu. Ngoja kuja ndugu yangu, acha kwenda. Acha sasa kwenda ndugu yangu. Sasa songe karibu. Nishamaliza yani. Nilikuwa nataka nijue tu wokovu ni nini. Sasa hapo ndio nimejua wokovu ni kutoka kwa dhambi. Basi unaweza kuja kwa Uislamu na niokoke. Sasa ngoja kidogo. Wewe unaamini kuna kuokoka hapa duniani? Kuokoka? Iko. Songea hapa nikupe andiko moja tu. Ngoja nikupatie andiko hapa. Katika 19:25 Mathayo. Ili niwaache muendelee na kazi. Leo tumekuja asubuhi na kutokana na mvua inavyonyesha nikaona nikuja asubuhi kidogo, lakini jioni wao wametulia. Nasema hivi, Yesu akamwambia wanafunzi wake, amin nawaambia kwamba itakuwa shida tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu. Na nawaambia tena, ni rahisi zaidi ngamia kupenya katika tundu la shindano kuliko tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu. Wanafunzi waliposikia walishangaa mno, wakisema, ni nani basi awezaye kuokoka? Wanafunzi waliuliza nini? Nani awezaye kuokoka? Yesu akawakazia macho akamwambia, kwa wanadamu hilo haliwezekani. Yesu usishtuke. Yesu anasema nini? Wanadamu haifanye nini? Haiwezekani. Na wewe ni binadamu. Sasa Yesu alikuwa anaambia nani, Wayahudi ama? Ngoja kidogo. Yesu anasema Wayahudi wanadamu ama wanyama? Wayahudi. Wanadamu ama wanyama? Ni Wayahudi. Ndio, ni wanadamu ama si wanadamu? Sasa ni wanadamu. Na wewe? Swali ni je, hebu rudia hiyo mahali umesoma. Sasa nasema hivi. Rudia hapo. Narudia. Umesikia? Wanafunzi waliposikia walishangaa mno, wakisema, ni nani basi awezaye kuokoka? Yesu akawakazia macho akamwambia, kwa wanadamu hilo kuokoka haliwezekani. Wanadamu? Kuokoka ifanye nini? Anyangalala kaya ngamiri. Haiwezekani. Sasa ni Yesu amesema, sio mimi. Yes. Hakuna andiko lolote linasema wanadamu wanaweza kuokoka duniani. Hakuna katika Biblia mzima, lakini wokovu upo, lakini wakati wa mwisho. Petro wa kwanza 1:5. Unajua? Petro wa kwanza 1:5. Hii ni mara ya kwanza kuona Kiislamu. Hii ni Biblia hii. Kuhubiriwa. Mimi niliuliza Kiislamu moja pale Litein. Tunaweza enda na nyinyi? Akasema ama wewe ni Muislamu, taenda. Litein? Litein mimi basi nyumbani Sotik. Sasa Litein ndio tunakutanaga wakienda kwa pale Bilal, ile msikiti Bilal. Sasa nikauliza moja, tunaweza enda na nyinyi? Akasema kama wewe ni Kiislamu tunaweza enda. Kuna mafunzo kama huko iko, si ndio? Mafunzo ndio hii nimekuletea leo. Kwa hivyo hujai kuona Waislamu wakihubiri? Sijaiona Waislamu wakihubiri hata town mzima. Tumeanza sasa. Sasa kama umeanza utapata wafuasi. Lakini Kenya iko, nataka uambie watu wokovu ni nini. Sasa mimi nakuja Petro wa kwanza 1:5 ndio nataka kumalizia wokovu. Petro wa kwanza 1:5. Anaonekana? Petro wa kwanza 1:5 anasema hivi. Sasa nataka usikize hapa. Naam, wa pili.
wa kwanza na wa pili. Sikiza hapa. Petro wa kwanza 1:5 nasema 5. Nanyi mnalindwa na nguvu za Mungu katika njia ya imani. Katika njia nini? Nanyi mnalindwa na Mungu, mnalindwa na nguvu za Mungu katika njia ya imani, hata mpate wokovu ulio tayari kufunuliwa wakati wa mwisho. Kumbe wokovu ni wakati gani? Wakati wa mwisho. Mwisho umefika? Bado. Hapo wewe hujafanya nini? Sijaokoka mimi. Asante sana. Asante sana. Basi alhamdulillah ndugu zangu katika imani, na vile vile kwa wale wanafuatilia chaneli ya Coach Abubakar Dawa katika Jamhuri ya Kenya, tunazidi kuwapa hongera na tunazidi kuwapa heko Waislamu wote waliokuwa katika mfungo wa Ramadhani, tukiwa leo ni tarehe 29 katika kalenda ya Kiislamu mwezi wa Ramadhani. Na kama tulivyowajuza ni kwamba Waislamu kazi hii tunafanya ni kujitolea. Hakuna yeyote ambaye kwamba anachukua dhamana ya kutupatia mshahara ama kutulipa, bali tunajitolea. Na kama tunavyojua lazima tuweze kusaidia. Mwenyezi Mungu anasema in tansurullaha yansurukum. Na kazi hii tunafanya ni ya Mungu, kimnusuru na hata kunusuru. Naomba michango yenu kwa ajili ya pia vile vile na sisi pia tujisikie kama watu wengine. Tujisikie kama watu wengine ambao kwamba watasherehekea Eid na familia zao manyumbani, na pia vile vile tunafaa kutoa zakatul fitri pia. Tuweze kununua kama ni kagunia ka kilo 25 ama gunia kilo 50, tuwagaie majirani pia vile vile nao wafurahie Eid. Kwa hiyo ambaye kwamba pengine atapatana mwito huu katika mtandao, basi tunaomba kidogo gharama yake aweze kutuma katika namba hii ya M-Pesa 0725237763 0725237763. Abubakar Hassan ndio majina ambayo kwamba nimesajiliwa nao katika kitambulisho. Almaarufu Coach Arab Tingisa, ni mhubiri ambaye kwamba utembea katika maeneo mbalimbali na masteji kwa ajili ya kufikisha Uislamu. Wallahi tunahitaji nguvu zenu, na kama leo utapata mtu ambaye kwamba anaweza kujitolea akawa anatoa mshahara kidogo kwa mwezi, wallahi tunahakika tutafika mbali katika kutangaza Uislamu. Unyonge unatupata mara nyingine, mafuta ya gari hatuna, wakati mwingine hatuna hii, na kuna sehemu ambapo kwamba ibaadia au mashambani inahitaji dawa kufikishwa. Ewe ndugu Muislamu, ewe ndugu, Mwenyezi Mungu alimuomba kazi, Mungu akakupa. Ulimwomba kibarua akakupa. Ulimwomba hali yako iwe nzuri akafanyia hadi kwa nzuri. Basi leo naye pia vile vile waisani wanahitaji, wahubiri tunahitaji. Naomba yote ambaye kwamba na msaada wake aweze kusaidia popote alipo. Namba za simu kama tulivyosema ni 0725 237763 0725 237763. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.